Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yetu mpendwa ambaye umekuwa mfuatiliaji mzuri kabisa wa vipindi vyetu kupitia channel ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana. Wewe unayefuatilia mafundisho mbalimbali ambayo tunafundisha mahali hapa, wewe unaye comment, wewe unaye like, kwa kweli Mungu akubariki sana kwa kuwa unafanya jambo lenye kumpendeza Mungu kwa kufuatilia mafundisho kupitia vipindi vyetu mbalimbali kutoka kwenye channel hii ya Mikono ya Kristo. Nasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Leo nimekuja na neno moja linahusu familia, na somo hili ambalo nimekuletea siku ya leo linasema hivi: kuto kumwelewa Mungu kumesababisha vita na familia yako. Ndiyo, familia nyingi zimeshindwa kumwelewa Mungu akiwa katika utendaji kazi yake, na ukasababisha vita kubwa sana. Inawezekana wewe leo hauelewani na watu wa familia yako, sio kwa sababu umefanya jambo baya, sio kwa sababu kuna kitu fulani labda hakikuwapendeza familia yako, bali ni kwa sababu moja tu kubwa, ambayo ni kuto kumwelewa Mungu wa mbinguni jinsi gani hufanya kazi katika familia zetu, familia yangu, familia yako na familia ya mtu mwingine. Kuna kitu ningependa ukifahamu, jinsi Mungu anavyofanya mambo yake. Kwenye kila familia kuna kuaga na mtu mmoja ama wawili ama zaidi, ila hakosekani mtu mmoja ambaye Mungu umweka mahususi kabisa kwa ajili ya kuikomboa familia. Mungu umweka mtu huyu kuwa mahususi kabisa kwa ajili ya kuikomboa familia. Maana Mungu anafahamu mapungufu yetu, anafahamu changamoto zetu, na anatusaidia kutuwekea njia ambayo itatufanya kama familia tuweze kufika mbali. Sasa kwa bahati mbaya sana, hawa watu ambao Mungu wachagua kwa ajili ya ukombozi wa familia ndio watu ambao huwa wanageuka kuwa maadui wa familia. Yaani utakuta kuna jambo fulani linatokea ambalo linasababisha kwamba yule mtu anaonekana kama ni mtu asiyefaa, labda kwa misimamo yake, kwa ushauri wake, kwa namna yake ya kuamua, kwa namna yake ya kusema, na muonekano, na jinsi wanafamilia watakavyomtathmini, watamuona kuwa ni adui. Chunguza sana kwenye familia yako. Mtu ambaye anaonekana kuwa ni adui, huyu mtu mara nyingi huwa ni mtu muhimu sana. Na watu hawa wakiwa watoto wanakuwa ni watu ambao hawathaminiwi sana na familia zao. Ni watoto ambao wanakuaga na dalili za kutengwa, ama ni watoto ambao wanaishi maisha fulani kama hayaeleweki hivi, hayajanyoka. Dalili mojawapo huaga ni hiyo. Sio lazima iwe hiyo, lakini dalili mojawapo huwa hiyo ya mtoto fulani ambaye huwa yuko peke yake tu, baba mwelewi, mama mwelewi. Huyo muangalieni kwa makini sana. Huenda ndio anakuwa mtoto ambaye anakuwa ni kusudi la Mungu ndani ya familia aweze kuikomboa familia. Sasa kuto kumwelewa Mungu vizuri ndiko kunakuwa chanzo cha mtoto huyu kuleta shida katika familia, kuleta shida. Sasa shida inaweza kuwa katika namna mbili. Namna ya kwanza, anawezekana asieleweke, kwamba atakachosema kitakuwa akieleweki, atakachokuwa anafanya, njia zake, elimu yake, yani jinsi atakavyokuwa anaishi hatakuwa anaeleweka, na kuna uwezekano mkubwa sana akadharaulika sana. Lakini kwa namna nyingine anaweza akapotea, akaingia katika ufalme wa giza. Yani shetani huwa anawawinda sana watoto wa namna hii
ili tu akamate ile nguvu yao ambayo Mungu ameweka ndani yao kwa ajili ya kukomboa familia. Kwa hiyo kuna mambo mawili yanaweza yakatokea. La kwanza, anaweza asieleweke tu kama kueleweka, lakini jambo la pili, anaweza akaingia katika mambo ya giza, akawa mtu wa ushirikina sana, akawa mtu wa kupenda mambo ya uganga, akawa mchawi sana. Yani shetani akimkamata tu mahali, basi anakuwa amemweza, kwa sababu anafahamu fika kwamba huyo mtu anayo nguvu, ama huyo mtoto anayo nguvu ambayo ipo kwa ajili ya kukomboa familia. Watoto hawa wanakuaga na maono makubwa sana. Hata kama wanakumbuka ndoto zao nyingi huwa zinaleta tafsiri hii ambayo naisema. Huwa tu ni kwa sababu ya kupuzia, na kwa sababu ya watu wengi hawana elimu inayohusu ndoto, na wengine wanadharau ndoto, basi hizi ndoto zao zinakuaga zinapotea tu. Lakini kama kuna mtu wa kufuatilia ndoto za watu hawa, kama wanakuhadithia ndoto zao zinafanana kabisa, huwa zinafanana kabisa na kile Mungu alichokiweka, hiki ninachokisema cha kuokoa familia. Lazima kuna ndoto atakuwa anaota zinafanana na uokovu, ama kuwa kinara kwenye familia kwa ajili ya kusaidia familia. Sasa wakati mwingine hawa watoto wanapataga husda kwenye familia kwa sababu ya namna Mungu anavyowainua. Watu wengine wa familia huwa wanaona kama kwa nini ainuliwe yeye, bila kujali awe mtoto wa kwanza, wa pili ama wa mwisho. Anaweza kuwa tu wa katikati, anaweza kuwa wa kwanza, anaweza kuwa wa mwisho. Mungu anaweza kumchagua yeyote kati ya hao. Sasa mara nyingi hata kama elimu yao ni ndogo, mafanikio yao yanaanzaga kuonekana kuwa ni makubwa kwa kufikiri, kwa kutenda, na kwa namna atakapokuwa ana marafiki fulani, viwango vyake katika kusafiri, utaona tu kwamba anaanza kupita njia zisizo za kawaida. Inawezekana akafanya kitu ambacho familia nzima haikuwahi kufanya. Familia nzima hakuna ambaye amewahi kufanya. Huyo mtoto anaweza kukutana akifanya. Kwa mfano, inawezekana kwenye familia hakuna mtu amewahi kusafiri kwenda nje ya nchi. Huyo mtoto anaweza akaenda nje ya nchi, akajikuta tu ameenda nje ya nchi. Na vitu vya namna hiyo. Familia nzima haijawahi kuwa na biashara kubwa. Huyu mtoto anaweza kuwa na biashara inayoelekea kuwa biashara kubwa. Anakuaga na dalili fulani ambazo zinaashiria ya kwamba Mungu amemweka kwa ajili ya kuokoa familia. Bahati mbaya sana watoto hawa hawaonekani kama wamewekwa kwa ajili ya kusaidia familia, bali wanaonekana kwamba ni hatari katika familia zao. Sasa ukitaka kuona mfano huu ni katika Biblia nimejaribu kuchambua, nikaona mfano wa Yusufu unaweza kukufaa zaidi. Yusufu mwana wa Yakobo ni moja kati ya watoto wa mzee Yakobo ambao Mungu alimchagua awe ni mtoto ambaye atakwenda kuinua familia yao. Ndio, atakwenda kuinua familia yao. Lakini kwa bahati mbaya sana, ndugu zake na hata mzee Yakobo mwenyewe ilimletea shida sana pale Yusufu alipoota ndoto. Maana aliota ndoto zinazoashiria kwamba atakuwa mkuu katika familia yao, na ikaonesha kwamba atakuwa mkuu kuliko hata wazazi wenyewe. Sasa hii ikawapa shida wale ndugu zake na hata mzee wake na mama yake, iliwapa shida sana. Sasa hiki ndio kitu ambacho nimekuambia tangu mwanzo. Mara nyingi watu kutokuelewa ule mfumo wa Mungu, kutokumuelewa Mungu katika utendaji, ndipo kunaposababisha chuki na inuka katika familia. Na ndipo Yusufu alipopata kuchukiwa na ndugu zake wote, kasoro ndugu yake mmoja alimpenda, akawa hashirikiani sana na ndugu zake katika kumwangamiza. Alikuwa ni sehemu ya kutaka kumuokoa na kumtetea. Mara nyingi alikuwa anamtetea kimasomaso, hata kwa kujificha.
Sasa ukiangalia habari ya Yusufu, utaona Yusufu aliota ndoto. Tukisimamia katika msingi huu, nafikiri utaelewa vizuri zaidi. Yusufu aliota ndoto, si moja, aliota ndoto zaidi ya moja. Lakini ndoto zile ziliashiria ya kwamba Yusufu atakuwa mkubwa kwenye familia nzima. Yaani katika familia nzima ya mzee Yakobo hakuna mtu ambaye Mungu alikuwa anamuinua kuliko Yusufu. Na ilitokea hivyo hivyo, na mwisho wake ulikuwa hivyo hivyo. Bahati nzuri Mungu alisimama na hili mpaka pale ambapo Yusufu alifikia kile ambacho Mungu amekusudia. Sasa hebu twende tukasome kitabu cha Mwanzo sura 37. Fungua Biblia yako, kitabu cha Mwanzo sura 37. Nitakwenda kusoma kwenye aya ya 6 mpaka aya 8. Pointi yangu itakuwa hapo tu, itatosha kabisa kukueleza hiki ambacho nataka ukielewe. Ile aya ya 6 inasema hivi: akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoota. Hapa kabla sijaendelea, wakati mwingine ndoto ni uhasama pia. Yaani ndio hii inaleta uhasama kwa watu wengine. Ndio maana tunashauri sisi kama watumishi, usipende kuhadithia ndoto yako kila mtu, kwa sababu ndoto inatafasiri kile kitu Mungu ameweka ndani yako. Mara nyingi ndoto tafsiri yao kwa haraka sana. Kwa hiyo mwenye kuelewa anaweza akaanza kukuhujumu mapema bila wewe mwenyewe kujua, kwa sababu yeye anaelewa kwa tafsiri za ndoto. Sasa tuendelee. Aya 6 anasema, akamwambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoota. Aya 7, tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Sasa mganda, tafsiri ya mganda naweza kusema ni kamba. Kama ni kamba, tutoe mfano kama wa kamba. Tuchukulie unafunga kuni, unazifunga kamba. Chukulia mfano tu huo, utakusaidia ili tukupata kuelewa. Chukulia mganda ni kamba, na mmeenda kukusanya kuni, mmefunga kamba kwenye kuni zenu. Sasa watoto kila mmoja ana kuni zake, mfano rahisi ni huu, ana kuni zake. Sasa zile kamba tuziite mganda. Sasa mganda wa Yusufu ukachomoka kwenye zile kuni, ukaenda ukasimama. Alafu uliposimama anasema tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama. Sasa chukulia ile miganda au zile kamba za kuni za watoto wale wengine, ndio hiyo miganda ikainama kuinamia ule mganda wa Yusufu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni ishara ya kuonesha ya kwamba Yusufu atakuwa juu na ndugu zake watamuinamia ama watamsujudia, kwa maana nafasi ambayo Yusufu amewekewa na Mungu, nafasi ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya Yusufu ni nafasi kubwa kiasi kwamba yani ndugu zake hawataweza kumfikia kwa urahisi. Jinsi Mungu anavyoamua kumuinua mtu awe msaada katika familia. Sasa aya 8, sikiliza ndugu zake atakavyosema. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Tafasiri mbaya kabisa. Wanasema kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi. Hiyo ni tafsiri mbaya kabisa kwa tafsiri. Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Sasa hawakuona kwamba Mungu anamuinua Yusufu mbele ya safari, ili itakapotokea janga Yusufu awe msaada katika familia. Wao wakatafasiri ya kwamba Yusufu ataenda kuamiliki. Hiki ndicho ambacho ningependa ukielewe siku ya leo. Kuto kumuelewa Mungu vizuri ndio chanzo cha vita yako kwenye familia. Yaani Mungu anapotaka kufanya jambo lake kupitia mtu fulani kwenye familia fulani, na watu wa familia kwa kuto kuelewa kwao kinakuwa ni chanzo cha ugomvi ama uhasama. Lakini Yusufu akaota ndoto nyingine, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Ndoto ni ile ile,
inajidhihirisha tu. Sasa hii kwenye aya ya 10 inasema akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoota? Anamkemea kwa ajili ya ndoto, kwa maana ameshitushwa na hiyo ndoto na wameweza kutafasiri ndoto, ndio maana anamkemea. Anasema hivi, je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie mpaka chini? Tazama, anaota kwa habari ya nyota, jua na mwezi na nyota 11. Tafasiri ya jua ilikuwa ni baba, tafasiri ya mwezi ilikuwa ni mama, na tafasiri ya zile nyota 11 walikuwa ni wale ndugu zake. Kwa hiyo baba alifahamu, akamkemea. Unaona, akamkemea. Lakini pamoja na kumkemea, aya 11 inasema ndugu zake wakamuhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Baba akalibeba, akawa anaendelea kutafakari. Pamoja na kumkemea, lakini hakumchukia, ila alishangaa, yani mimi baba yako nitakusujudiaje? Hiyo nilikuwa hoja ya mzee hapa, kwamba mimi na mama yako tukusujudie wewe mtoto. Lakini kumbe Mungu alikuwa anaonesha atamuinua Yusufu ili awe mkuu na familia yao isiweze kupata shida, na ndicho kitu ambacho kilikuja kutokea mbele ya safari. Haikuwa kwa sababu hiyo, ila ilikuwa ni kwa sababu Yusufu nafasi atakayokaa itakuwa sio rahisi kumuona hata kama ni baba yake. Na kweli pamoja na ndugu zake Yusufu wakaanza kuanza kumnyanyasa, kutaka kumuua, kwenda kumuuza. Sasa tazama, kama Yusufu angekufa, hii familia ingeteketea yote, kwa sababu njaa ilikuja ya miaka 7 huko mbele. Na haikuwa njaa kwenye familia, ilikuwa njaa ya mataifa mbalimbali. Na mahali ambapo Yusufu alienda akawa ndio kiongozi, akawa waziri mkuu, ndipo mahali ambapo baba na ndugu zake wote walipoenda kupona kwa kupata chakula. Na Yusufu alipokuwa waziri mkuu, ukishakuwa waziri mkuu lazima uwe na ulinzi, hauwezi tu kuonwa kirahisi. Na hata hawa wa ndugu zao, ukisoma hii vizuri hii hadithi, utaona ndugu zake kuna wakati iliingia njaa. Wakati huo Yusufu alikuwa wameshamuuza tayari, na hawajui Yusufu yuko wapi, Yusufu anafanya kazi eneo gani hawajui, ana maisha gani hawajui. Njaa ikaingia, wakasikia mahali Yusufu alipo ndipo kwenye chakula, hawakujua lakini kama ni Yusufu. Wakaenda kwa ajili ya kuomba chakula. Walipoenda kuomba chakula, Yusufu akawatambua kwamba hawa ni ndugu zangu. Sasa lile jambo la kuwasujudia ndipo lilipofika, na kweli ndugu zake wote walimsujudia Yusufu kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu alimweka kuwa waziri mkuu. Sasa Mungu anamweka Yusufu kuwa waziri mkuu kwa maana gani? Aikomboe familia, akomboe na mataifa mengine. Kwa fikira za Yusufu, kwa uwezo wake kutafsiri ile ndoto, akapata hekima ya kimungu ya kutunza chakula kwa miaka 7, ili ile njaa ya miaka 7 ilipoingia wasife na njaa. Kweli wakufa na njaa. Lakini haya yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu alimchagua Yusufu kuwa ndiye mkombozi katika familia. Je, kwenye familia yako hili lipoje? Tafakari. Hakuna mtoto wa namna hii. Hakuna mtu ambaye pengine hata uhai wake mmeshaupoka, mmeshaunyofoa kwa sababu ya mlipokuwa mnamfikiria kama Yusufu alivyokuwa anafikiriwa. Sasa kama lilishatokea, basi hakuna namna. Niwape pole na Mungu aendelee kuwatia nguvu. Lakini kama mtu huyu yupo mnaendelea kumnyanyasa, jifunzeni kwa Yusufu. Kuna siku moja huyu mtu atakuja kuwashangaza, kwa sababu huyo ni mbeba maono, huyo ni mbeba ujumbe, huyo ni mbeba taarifa za kimungu. Lazima taarifa itimie kupitia yeye, hakuna namna. Mungu anawatunza sana watu hawa, ingawaje ni watu ambao wanawindwa sana. Na kama mtu huyu katika familia yenu yupo na mnampenda na mnaendelea kumjali, na hata kama mjagundua, labda kupitia somo hili mmemgundua kwamba ndiye, basi kuanzia leo kupitia somo hili mumtunze sana, kwa sababu Mungu anaweka watu wao kwenye kila familia. Unakuta familia inataabika, lakini ukiingia kutafuta historia yao unagundua Mungu alimweka mtu aina hiyo kwenye familia yao, lakini wao kwa makusudi wakaamua kumuondoa, wakaamua kumdharau, wakaamua kumdhihaki, wakaamua
kumuondoa katika mazingira yao, wanamwacha mtu huyo anateseka. Lakini Mungu atakapotaka kumtumia kwa wakati wake, kama Yusufu alibukia gerezani akiwa amefungwa, tena kifungo ambacho hakikujulikana angetoka lini, lakini Mungu alimuibua huko huko aliko, na ili hatima ambayo Mungu alikusudia ikaenda ikatimia. Sasa kwenye familia yako, watoto kama hawa, nini mlikiona mkashindwa kukitafasiri na kukielewa, mkamuona kama mtoto huyo ni adui? Na watoto hao wapo wengi sana. Na nyinyi watoto mkishajijua kama mna hali hizo, basi inawezekana wengine sio watoto, wengine wameshakuwa vijana, wengine wameshakuwa wakubwa, na unagundua kama una hali kama hiyo, tafuta sana msaada wa kiroho, tafuta sana msaada wa kimungu, ili kama kuna shida imejiinua kwako, usaidiwe uweze kufikia lile lengo ambalo Mungu amelikusudia. Ninasema hivi kwa maana kubwa sana, kwa sababu nina shuhuda nyingi sana zinazohusiana na mfano huu ambayo Yusufu alitendewa na ndugu zake. Wapo watu wengi sana wa aina hii, na familia zao hazikuelewa, lakini Mungu ndio watu ambao aliwachagua. Sasa watu hawa, haijalishi nyinyi mnaona hawafai, lakini Mungu akimwona nafaa anamtumia hivyo hivyo. Kupitia somo hili wewe umejifunza ya kwamba wapo watu ambao Mungu anawachagua, na anawachagua kwa ajili ya kufanya kazi yake. Hivyo basi muwe makini na watu hawa, muwapende na muwatunze watu hawa, msiwadharau, kwa sababu hata Yusufu alipomdharau, mwisho wake walienda kumpigia magoti, mwisho wake walimsujudia, na Yusufu hakuwa na kinyongo, japo aliwatingisha tingisha, aliwapa viadhabu vidogo vidogo ili waakili wakae sawa, na baadaye walipogundua kwamba ndiye Yusufu, walilia sana na walijutia lile kosa walilolifanya, kwa sababu wakamwona Yusufu alitaka kumuua, ndiye anawasaidia wasife kwa njaa. Umeshafikiri vizuri njaa miaka 7 inafananaje? Ukitaka kujua njaa miaka 7 inafananaje, wewe funga Tatu Kavu, utaijua njaa wewe inafananaje. Ndio hao ndugu zake waliona kwamba wangeenda kuteketea. Miaka 7 hakuna chakula, miaka 7 ni ukame usio wa kawaida, lakini kwa kupitia Yusufu mteule wa Mungu wakaokoka na hicho kikombe cha kufa kwa njaa. Mungu awatie nguvu, awape maarifa, Roho Mtakatifu awape mafunuo ya kuweza kuwatambua watoto wa aina hii na muweze kuwatunza. Familia ambazo watambua watoto wa namna hii ziwatambue, kwa sababu watoto hao waga ni msaada mkubwa sana. Mungu wao haweki watoto wao kwa bahati mbaya, huwa anawaweka watoto wao kwa kusudi maalum, ili baadaye waweze kuleta msaada katika familia zao na kwenye jamii kwa ujumla. Mungu akubariki kwa kufuatilia somo hili. Nina imani kuna kitu utakuwa umekipata kupitia somo hili, na Roho Mtakatifu aendelee kukupa mafunuo mbalimbali, ili utakapogundua kuhusu watoto hawa ukawasaidia na wengine. Inawezekana sio familia yako, lakini familia ya mtu mwingine, rafiki yako, mpendo wako, jirani yako, ukaona dalili kama hizi na ukagundua kwamba yule inawezekana kabisa ndiye yule mteule wa Bwana katika familia, basi unaweza ukatafuta namna ya kuwaombea ama kuwashauri wamtunze yule mtoto, ili siku ambayo Bwana anataka kujitukuza kupitia mtoto huyo, basi hizo baraka zikapate kuwafikia. Basi ni kushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Endelea kufuatilia mafundisho mengine ambayo tunafundisha mahali hapa, na kupitia mafundisho haya share kwa wengine mafundisho haya waweze kubarikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Vile vile usisahau kusubscribe. Wewe ambaye unafuatilia mafundisho lakini hujasubscribe, subscribe, bonyeza ile alama ya kengele, na utakuwa wa kwanza kupata mafundisho ambayo tutakuwa tunayaposti kwenye channel yetu hii mara kwa mara. Inawezekana una jambo unataka kutuuliza, namba za simu ziko hapo. Inawezekana kwenye familia yenu wewe ndiye muhusika, una wasiwasi kwamba wewe ndiye muhusika, unaweza ukatupigia tukakupa maarifa mbalimbali. Kama familia yako haikuelewi, basi kuna njia ambayo Mungu anatumia kuwatunza watu wao na kuwapa maarifa ya kwenda kuishi vizuri, wasije na wao wakapotea na kukengeuka. Basi namba za simu ziko hapo. Kama uko ndani ya Tanzania tupigie
Ukiwa nje ya Tanzania toa hiyo 0, weka alama ya kujumlisha 255. Unaweza ukatupigia kwa mfumo huo na ukatupata kwa urahisi sana. Popote ulipo, uwe Afrika, nje ya Afrika na kokote uliko duniani, unaweza ukatupigia na tukakusaidia. Mungu hana mipaka wala Mungu hawekewi mipaka. Anafanya kazi yake mahali popote, na uponyaji na neema yake inaweza ikakufikia kabisa kabisa kabisa. Basi ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo, tunasema mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.